Mambo vipi na karibuni sana kwenye uchambuzi wetu wa leo. Ninawasalimu hasa ninyi mnaounda kile ninachokipenda kukiita kizazi cha internet. Kama wewe ni kijana kuanzia miaka 5 hadi 20, au labda kiongozi anayefanya kazi na vijana, uko mahali sahihi kabisa. Leo tunazama kwenye nyenzo moja muhimu sana inayoitwa upeo mpana katika skauti wa kimataifa. Unajua, mara nyingi uskauti umeonekana kama shughuli ya kufunga mafundo na kujenga kambi kwenye misitu yetu ya hapa nyumbani. Lakini leo tutaangalia jinsi ya kufanya uskauti kuwa matembezi makubwa ya kusisimua ya kidunia. Tutazungumzia njia mkato ya kijanja, kama vile cheat code kwenye michezo ya video, ambayo itawasaidia kufungua ulimwengu mzima wa fursa za kimataifa. Na uzuri ni kwamba huhitaji hata kuondoka kwenye kambi yako ya karibu. Sasa, hebu tuanze na hii nukuu kali sana kutoka kwa Laszlo Nagy, aliyewahi kuwa katibu wa shirika la Scout duniani. Anasema hivi: kitu pekee kilichobaki ambacho ni chetu pekee ni ujenzi na vitendo vya undugu na maelewano duniani. Fikiria hilo kwa sekunde moja. Shule zinatupa michezo, vilabu vinatupa sanaa, lakini kujenga undugu wa kweli wa kimataifa, hiyo ndiyo tunu yetu sisi mascout. Matembezi ya kweli ya uskauti wa kisasa sio tu kwenda porini, bali ni kufungua kabisa madirisha kambi yako ili kuona ulimwengu mzima. Lakini hapa kuna swali la kujiuliza. Unapofikiria kuhusu kujenga huo undugu duniani kote, changamoto moja kubwa inaibuka. Je, tunawasilianaje hasa tunapovunja hizo mipaka za ramani? Kufanya marafiki wa kimataifa inaonekana kama wazo zuri sana ukiliweka kwenye makaratasi. Lakini hebu fikiria uhalisia wake. Utatumia lugha gani? Kiingereza? Kifaransa? Je, kweli kila skauti katika kundi lako anaweza kuzungumza lugha hizo kwa ufasaha kiasi cha kuweza kufanya utani na kubadilishana hadithi za kambi usiku? Hapo ndipo tunakokutana na ukuta mkubwa unaotuzuia kuungana kikamilifu. Sehemu ya kwanza: changamoto ya lugha, kuvunja mgawanyiko. Ukweli unauma kidogo ni huu, hasa kwa vijana wetu. Ebu fikiria, upo kwenye mikusanyiko mikubwa kama Jamborees. Unakutana na maskauti kutoka nchi 50 tofauti. Inauma sana kuwa huwezi kuwashirikisha hadithi zako za kusisimua au hata kucheka nao kwa sababu ya ukuta huu wa lugha ngeni na ngumu. Sio kila mtu ana fursa ya kujifunza lugha nyingi shuleni. Matokeo yake, makundi yanagawanyika. Wale wenye uwezo wa lugha wanatawala mazungumzo, na wale ambao hawajui wanabaki pembeni, wametengwa. Na kwa kweli huu sio ule undugu tunaokusudia. Sehemu ya pili: lugha ya Kiesperanto, ufunguo wa skauti. Hapa ndipo nawatambulisha kwenye zana yetu ya kichawi kwa ajili ya safari hii. Lugha ya kimataifa, Kiesperanto. Sikiliza, usifikirie Kiesperanto kama lile somo linalokuboa darasani. Hapana. Hiki ni chombo kilichoundwa maalum kabisa kwa ajili ya mawasiliano ya kimataifa. Angalia huu ulinganisho hapa. Lugha zile za kawaida zinakulazimisha ukariri sheria 1000, vitenzi vinavyobadilika hovyo na mambo chungu mzima yanayochanganya. Lakini Kiesperanto ni kama njia mkato wa kijanja. Ni mfumo uliorahisishwa sana ambao hauna mabadiliko yoyote yasiyoeleweka kwenye sarufi yake. Sehemu ya tatu: sarufi rahisi kwa kambi, mfumo wa Lego. Hebu tuone jinsi inavyokuwa rahisi. Kwa kutazama tu herufi ya mwisho ya neno, unajua mara moja neno hilo linafanya kazi gani. Kama neno linaishia na o, kwa mfano skolto ambalo ni scout, hilo ni jina. Likiishia na a, kama bona yenye maana ya nzuri, inamaanisha linaelezea kitu. Ukitaka kuweka neno kwenye wingi, unaongeza tu j na inakuwa skoltoj, yani maskauti. Na vitenzi vyote kwenye hali ya asili vinaishia na i, kama labori, yani kufanya kazi. Ni hayo tu, inasisimua sana. Huna haja ya kukisia au kukariri mambo magumu. Sheria hizi hazibadiliki kamwe. Na hii hapa inaonyesha vizuri kabisa kwa nini naliita hili jambo mfumo wa Lego. Angalia huu mzizi mmoja tu, san, unaomaanisha afya. Ukiongeza kiambishi mal kinachomaanisha kinyume, unapata malsana, yani mgonjwa. Ukiongeza eg kwa maana ya kufanya iwe, unapata sanigi, yani kuponya. Ukiongeza ulejo inaomaanisha mahali panapohusika, unapata malsanu lejo ambayo ni hospitali. Unaona mchezo huo? Ni kama unaunganisha vipande vya Lego.
Kwa kujua mizizi michache tu, unazidisha msamiati wako wa kambini maradufu bila kulazimika kukariri kamusi nzima. Kwa kweli hii ni kamili kwa vijana wetu wanaotaka kuanza kuwasiliana haraka. Sehemu ya 4. Miradi ya kimataifa na huduma. Kuiweka katika vitendo. Sasa, tukishakuwa na zana hii mikononi mwetu, hatuwezi kuiacha kwenye vitabu tu. Tunapaswa kuitumia. Hii hapa ni ramani kamili ya jinsi kundi lenu linavyoweza kuanzisha mabadilishano ya kitamaduni. Kwanza, chagueni nchi mnayotaka kuijua. Pili, wasilianeni na kamishna wenu wa kimataifa ili atafute kundi la kule la kuungana nalo. Tatu, anzeni kubadilishana barua. Lakini ifanyeni hivi kama kundi zima ili kupunguza gharama na kujenga umoja wenu. Na 4, kusanyeni vile vitu vyote mnavyotumiwa na kuanzisha makumbusho madogo hapo kwenye klabu yenu. Safi, si ndio? Na hapo ndipo mnapoleta jiografia hai. Kwa kubadilishana vitu hivi, mnafundisha utamaduni wa dunia kwa njia ambayo huwezi kuipata kwenye kitabu chochote cha shuleni. Kubadilishana ramani za mitaa yenu, mapishi ya vyakula mnavyoweza kupika mkiwa kambini, nyimbo mpya za kuimba kuzunguka moto usiku, au hata maua yaliyokaushwa. Vitu hivi vidogo vinawafanya muweze kuona, kuonja na kugusa maisha ya maskauti wengine walio upande wa pili wa dunia. Inabadilisha kabisa lile darasa la jiografia linaloboa na kulifanya tukio halisi la maisha. Kitu cha msingi kabisa ni hiki. Tukiweza kuwasiliana vizuri bila vikwazo, tunaweza kuelewana na kutatua matatizo makubwa ya kidunia kwa pamoja. Vijana kutoka nchi mbalimbali wanaweza kushirikiana kwenye mambo kama uhifadhi wa mazingira, wanaweza kuchangia kwenye mfuko wa skauti wa kimataifa unaosaidia makundi yenye changamoto, au hata kuanzisha benki za stempu kufadhili miradi. Huu ushirikiano wa kuhudumia jamii kimataifa unakuwa mwepesi sana na unawezekana zaidi pale ambapo lugha sio kikwazo tena. Halafu, kuna faida moja kubwa ya kipekee inayoitwa Passport Servo. Hii ni kama siri kubwa ya wasafiri wa janja. Ukiwa mzungumzaji wa Kiesperanto, unaweza kujiunga na mtandao huu unaokupa fursa ya kufikia wenyeji ulimwenguni kote ambao watakukaribisha nyumbani kwao bure kabisa unapokuwa safarini. Ina maana lugha hii haikusaidii tu kuongea, bali inafungua milango moja kwa moja na kukuunganisha na maskout na marafiki vipenzi katika nchi za kigeni. Sehemu ya 5. Zana za matembezi yako. Anza safari yako leo. Kama unahisi labda haya ni mambo ya kufikirika tu, nikupe ukweli. Yanatokea sasa hivi duniani. Mfano halisi ni kundi linaitwa Verdage Skoltoi au maskauti wa kijani huko Ubelgiji. Kundi hili linaleta pamoja watoto na vijana kuanzia miaka 5 hadi 20. Wana wanachama kutoka nchi 7 tofauti ambao wana lugha 5 asili tofauti. Lakini, asikwambie mtu, wote wanapiga kambi, wanacheza na kujifunza pamoja kwa kutumia Esperanto. Hii inathibitisha wazi kwamba inawezekana sana na inafanya kazi hata kwa wale vijana wadogo kabisa. Kwa hivyo, ukiwa kiongozi au mwanachama wa kundi, huhitaji kusubiri. Kuna zana za kidijitali za bure kabisa ambazo ninyi kama timu mnaweza kutumia kuanza kujifunza ufunguo huu wa kimataifa kuanzia leo. Mnaweza kutumia programu maarufu ya Duolingo kwenye simu zenu. Pia, mnaweza kutembelea tovuti kama lernu.net, curso.com.br au esperanto12.net kwa mafunzo ya haraka. Na usisahau scoutlink.net. Huu mtandao ni mzuri sana kwa ile Jamboree kwenye mtandao ambapo mnaweza kufanya mazoezi ya kuwasiliana na maskauti wengine kila mwezi wa 10. Njia hizi zote zipo wazi kwa ajili yenu. Tunapohitimisha tathmini hii yetu ya leo, nataka niwaachie swali moja la kufikirisha sana. Ukiwa na zana hii mpya kabisa mikononi mwako, ukiwa na uwezo wa kuwasiliana bila vizuizi vyovyote vya kiutamaduni kupitia Kiesperanto, na ukiwa na kikosi chako kilicho tayari kwa miradi ya kidunia, ni nchi gani itakuwa ya kwanza kabisa kutembelea, iwe kwa kusafiri kweli au kimawasiliano? Chukua mkoba wako, washa vifaa vyako vya kidijitali na uanze safari yako ya kimataifa ya uskauti leo hii. Dunia nzima sasa ipo mikononi mwako.